Mambo vipi rafiki yangu? Karibu sana kwenye chaneli yetu. Leo tutaingia kwenye dunia ya siri ya watu ambao hawana marafiki wengi. Unaweza kufikiri ni kawaida tu, lakini ukweli ni kwamba kuna mambo anayoyafanya ambayo wengine hawajui. Je, umewahi kutazama mtu ambaye hana marafiki wengi lakini kila kitu anachogusa kinafanikiwa? Labda unashangaa anafanya nini tofauti. Sasa ni nafasi yako kujua. Basi baki na mimi mpaka mwisho wa video hii, kwani nitakufundisha siri hizo ambazo zinaweza kubadilisha mtazamo wako kuhusu marafiki, maisha na mafanikio. Kwanza ni muhimu kuelewa kwamba kutokuwa na marafiki wengi si hasi. Watu kama hawa mara nyingi wanakuwa na ndoto za ndani. Wanafanya kila kitu kwa malengo na wanajua thamani ya muda wao. Kwa wengine hawa wanaonekana wanavutiwa na umbali au woga, lakini ukweli ni kwamba wanaelewa maisha kwa kina zaidi ya wengi wetu wanavyodhani. Wana siri ambazo wengi hawazijui, siri ambazo zinawawezesha kuwa na nguvu, focus na mafanikio hata bila kuwa na marafiki wengi. Moja, wana thamani ya wakati wao. Moja ya siri kubwa zaidi ni kuelewa thamani ya kila sekunde. Watu hawa hawatumii muda wao bure. Hawapendi gossip au drama zisizo na faida, lakini badala yake wanatumia muda wao kwa kazi, kujifunza na kujipanga. Hii inawapa faida kubwa sana, kwani wakati unaopotea haugangiwi mara mbili au haugangiwi tena. Ukiangalia historia, watu wengi wenye mafanikio makubwa walijenga vitu vikubwa kwa kutumia muda wao vizuri, hata wakiwa peke yao. Lakini siri ya pili, wana uwezo wa kujitambua na kuweka boundaries. Watu wasio na marafiki wengi wana uwezo wa kuweza kujitambua. Wanaelewa nguvu na udhaifu wao. Hawatashiriki kila kitu na kila mtu. Hii inawasaidia kuepuka mgongano, stress na hofu zisizokuwa za lazima. Wanajua lini kusema ndio na lini kusema hapana. Hii ina maana kwamba hawapotezi nishati yao kwa watu au mambo yasiyokuwa na faida. Lakini pia hawa mara nyingi huchagua marafiki wachache lakini wa kweli ambao wanaendana na malengo ya kwao. Siri ya tatu, wana siri ya kujenga maarifa na skills. Watu hawa wanajua kuwa marafiki wengi sio kipimo cha mafanikio. Badala ya kuzunguka na watu wengi, wanajitahidi kujifunza kila siku. Wanaweza kutumia muda wao kusoma vitabu, kufanya research, kufanya projects na kujenga skills mpya ambazo zitawawezesha nyakati za baadaye. Kwa sababu ya hili, wana nafasi kubwa sana ya kufanikiwa maisha yao bila ya kuonekana kwa kila mtu. Lakini 4, wana ndoto wao wazi lakini wanazitekeleza kimya kimya. Watu wasio na marafiki wengi mara nyingi wana ndoto kubwa sana, lakini hawazifichi kwa kila mtu. Hawapendi kuzungumza kila wakati kuhusu malengo yao, bali wanapanga kimya kimya na kufanya hatua ndogo ndogo kila siku. Hii inawapa faida ya kuwa wako tayari kwa kila changamoto bila kushinikizwa na watu wengine. Ni siri hii ambayo inawafanya pia kuwa wajasiri na wenye lengo thabiti, tofauti na watu wengine ambao hujikuta wakichezea mawazo ya watu wengine. Lakini 5, wana uwezo wa kujilinda kihisia. Hatimaye watu hao wana uwezo wa kujilinda kihisia. Hawachukii hisia za wengine kwa urahisi. Hawaachwi kuumizwa na mitazamo au maneno yasiyo na maana. Hii inawasaidia kusalia focus kwenye malengo yao bila kuingiliwa na stressi za kijamii. Kwa hiyo wakati wengine wanapoteza muda na nguvu zao kujaribu kufurahisha kila mtu, hawa wanahifadhi nishati yao kwa mambo muhimu zaidi. Hizo ndizo siri ambazo watu wasio na marafiki wengi wanaziweka ndani yao. Thamani ya muda, kujitambua, kujenga skills, ndoto za ndani na uwezo wa kujilinda kihisia. Ikiwa unataka maisha yenye focus, mafanikio na utulivu wa akili, chukua baadhi ya siri hizi na uanze kuzitumia leo. Kumbuka kuwa marafiki wengi sio kipimo cha mafanikio. Mara nyingi wale walio na marafiki wachache lakini wenye siri hizi ndizo wanaofanikisha maisha na mipango yao.
Kama umevutiwa na video hii, usisahau kulike, comment na subscribe ili usikose siri nyingine za maisha na mafanikio. Lakini pia shiriki hii video na rafiki yako mmoja ambaye ungependa awe sehemu ya mafanikio hii ya kweli. Asante kwa kutazama na tukutane kwenye video nyingine yenye siri na motivation kubwa. Mimi nasema bye bye.